Bana, kwenye sakata linaloendelea la mchambuzi Wilson John Oruma pamoja na klabu ya Young Africans. Mwisho tumeona hapa ofisi yake ama kituo ambacho anafanyia kazi kwa maana ya EFM kupitia mkuu wa idara ya michezo ya EFM ama bosi wa kitengo cha michezo cha EFM Steven Abisai Jr. ametoa tamko ambapo ameelezea vitu vingi kwenye sakata hilo, lakini wao kama EFM wametoa msimamo wao kwamba hawafungamani na chochote kwenye kile ambacho amekizungumza Wilson Oruma. Lakini pia EFM wamesema wao kama taasisi walijaribu kumweka chini, wakamtaka awaombe radhi klabu ya Yanga, lakini Wilson Oruma wao EFM wanasema alikataa, akasema hawezi kuomba radhi. Lakini pia EFM wao wanasema yeye mzee wa Jambia ama Wilson Oruma alisema ana ushahidi, hivyo ni vyema tu wakawa wameelekea mahakamani. Lakini wanasema kama ofisi, kama taasisi wamekwisha shusha maudhui yote ambayo aliyazungumza Wilson Oruma kuhusu klabu ya Yanga. Lakini pia wamesema wamekwisha chukua hatua nyingine tofauti wakiwa kama taasisi. Lakini pia amezungumzia kwamba wamefanya mambo mengi ikiwemo kuwaomba radhi klabu ya Yanga kwa usumbufu wote ambao umejitokeza kupitia mfanyakazi wao kwa maana ya mzee wa Jambia Wilson John Oruma. Sasa mimi nataka tumsikize Abisai Stefan Jr. ambaye ni mkuu wa kitengo cha michezo cha EFM ambavyo anazungumza, na tutarudi hapa kwa ajili ya uchambuzi na kisha watatuambia kwenye comment mtazamo wako wewe ni upi kwenye hili sakata linaendelea la wadau hawa wakubwa wa michezo kwa maana ya mchambuzi pamoja na taasisi ambao ni klabu ya Young Africans. Wakati huu ni imani yangu ni wazima. Mimi naitwa Abisai Steven Jr. ni mkuu wa idara ya michezo EFM na TVE, lakini pia ni msaidizi wa mkurugenzi wa vipindi na maudhui hapa EFM. Mnamo tarehe 20 mwezi huu, uongozi wa EFM na TVE ulipokea barua kutoka kwa mwanasheria wa klabu ya Yanga, na Yanga wenyewe ina taarifa ya kusudio la kuichukulia hatua taasisi yetu kwa kashfa, uchafuzi na uchochezi wa jina la klabu ya Yanga kupitia mchambuzi Wilson John Oruma kwenye kipindi cha michezo kinachotambulika kwa jina cha Number 10 ambacho kinaruka kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini kwenye kipindi hiko kilikuwa Ijumaa tarehe 17 April mwaka huu 2026. Kutokana na tuhuma hizo, niweke wazi tu kwamba EFM na TVE haina utaratibu wa kurusha aina ya maudhui yaliyokosa utafiti wa kina, usio na mizania na ushahidi halisi. Hivyo basi, kwa yote yaliyozungumzwa na mchambuzi Wilson John Oruma kupitia majukwaa yetu Instagram, mtandao wa X almaarufu Twitter kama ilivyokuwa inafahamika zamani, kwamba yale ni maoni yake binafsi na sio maoni au msimamo wa kituo chetu cha EFM na TVE, na ni kosa kutumia jukwaa letu kinyume na taratibu zinazofahamika. Mpaka sasa hatua mbalimbali zimeshachukuliwa, ikiwemo kushusha au kufuta maudhui yote yaliyochapishwa kwenye majukwaa yetu mbalimbali, pamoja na kumtaka mhusika kuomba radhi kupitia majukwaa hayo. Lakini mhusika Bwana Wilson John Oruma, mchambuzi, hakuwa tayari kufanya hivyo, kwa msimamo kwamba yuko tayari kwenda mahakamani kwa utetezi wake zaidi. Ofisi haijamzuia kufanya hivyo, hiyo ni haki yake. Nichukue nafasi hii tena kwa niaba ya uongozi wa EFM na TVE kuiomba radhi klabu ya Yanga, kuomba radhi mashabiki na wanachama wa klabu hiyo, lakini kubwa zaidi bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga kwa usumbufu ambao wameupata kutokana na maudhui hayo na wowote ule ambao tujautaja hapa uliojitokeza kwa ajili hiyo. Lakini kubwa zaidi, uongozi wa EFM na TVE unaahidi kutoa ushirikiano katika kutoa taarifa zenye weledi na mizania kimaudhui kama ilivyo kawaida yetu, ili kuendeleza soka la Tanzania. Asante sana. Sawa, huyo ni Abisai Stefan Jr. ambaye umemsikiliza hapo, ni mkuu kutoka idara ya michezo ya EFM, ambapo yeye amezungumzia sakata hilo kama ambavyo nilikuwa nimekuelezea hapo mwanzo. Nafikiri kuna sintofahamu ambayo
tumeona siku hizi kwa wachambuzi imekuja, ambao binafsi mimi kama mtangazaji pia naweza nikasema ni swala ambalo wachambuzi wanapaswa kulichukulia kwa serious na kwa umakini mkubwa, ikiwemo katika ufikiriaji tu wa kawaida, kwa sababu leo tunaweza tukaona ni jambo dogo, lakini mpaka inafika stage taasisi kama Yanga, tuwe wa kweli, taasisi kama Yanga, Simba, Azam FC na taasisi nyingine, wewe mtu mmoja ambaye ni mtu tu wa kawaida, taasisi ikiamua kusimama itumie nguvu yake, huwezi kuchomoka. Hata kama una kiburi, una vitu unavyovitegemea na vitu vingine, wakiamua wao watumie ukubwa wao, hawezi kuchomoka. Leo tuchukulie mathalan taasisi kama Simba Sports, waamue kuchukua ukubwa wao kama Simba, kwamba wapambane na wewe wao kama Simba, huna pa kutokea. Klabu kama Yanga waamue kupambana na wewe, so mwisho wa siku unakuja kuona ni kama wanaamua tu kupuuzia na wanaamua kuacha, lakini mwisho wa siku ni vitu ambavyo havina afya kwenye mpira wetu, kwa sababu of course tumekuwa tukizungumza kila siku, mashabiki tumekuwa tukiwasikiliza, wachambuzi ni kama wamehama sasa kutoka kwenye uchambuzi na kwenda kwenye, wamekwenda mbali zaidi, wanazungumza kuliko hata mashabiki, na haina haja ya kupepesa macho. Shida kubwa nadhani imekuwa ni matumbo, kwa maana ya kwamba mtu yupo kwa ajili ya kutumikia tumbo lake, kwa kuamini anazungumza hivi atasikika, hicho anachokizungumza kuitetea hiyo taasisi ama hao watu wanaowatetea, kuna chochote kitu atakachokipata bila kujali madhara gani ambayo yanaweza kumkuta. Sasa unaweza ukafikiria katika hali ya kawaida, kweli katika ufikiriaji wako timu kama Yanga inaweza ikashinda kumfunga Mbeya City? Timu kama Simba inaweza ikashindwa kumfunga timu kama Namungo? Hata wewe afisa ubashiri, sawa, fundi mikeka, una mkeka wako hapa, jamvi lako lile umeliweka hapa, sawa, hapa Mbeya City, hapa Yanga, hiyo 500,000 yako, 130,000 utampa nani? So utaona moja kwa moja ni lazima utawapa Yanga, kwa sababu kutokana na ukubwa, quality ya wachezaji wao, ubora wa mchezaji mmoja, historia na vitu vingine wanakuwa nabebwa na vitu vingi. So obviously naona sakata lilipofikia, mimi kama familia pia ya wanamichezo ama familia pia ya media, kwa maana ya vyombo vya habari, nadhani kama nitakuwa nina nafasi ya sauti yangu akaisikia ndugu yetu ama kakaangu mimi Wilson Oruma, wanasema muungwana akikosea uchutama, sio dhambi kupiga magoti chini na ukaomba radhi kwenye kile ambacho unashutumiwa, kwa sababu wanachokizungumza Yanga tunaweza tukaongelea kiushabiki, lakini ukienda kwa kutulia kabisa, nini maana ya kumzushia mtu jambo, nini maana ya kuichafua taasisi? Kwa hiyo ukisikiliza maongezi yake na ukisikiliza wanachokilalamikia Yanga, ukivileta utaona Yanga wana point, kwa sababu ni moja kwa moja kwamba maongezi yake, na ukienda kwenye tafsiri ya kuchafuliwa, maongezi yake yamesimama kwenye kuchafua. Kwa hiyo utaona kwamba Yanga wana haki, hawaongei, kwa hiyo wana haki. Kwa mwisho wa siku sasa, kama mtu timamu, ni swala la kukaa chini na kuwaomba. Kama nilivyosema, hizi ni taasisi kubwa sana, wakisema watumie nguvu yao ni kubwa mno. Wewe ni kama sisimizi kukanyagwa na tembo, watakusambaratisha. Ni taasisi kubwa, nyuma yake zina watu wengi sana, ukiachilia maelfu na mamilioni ya mashabiki, lakini wana mtu mmoja mwenye power, ambaye wewe anaweza akakulipa mshahara, akakufanyia kila kitu, yuko ndani ya hiyo taasisi. Wakaamua kweli kwa moyo mmoja kwamba wana deal na wewe kwa ubaya, hawezi kutoboa. Kwa hiyo nafikiri kama tunavyosema kwamba tajiri anuniwi, si ndio? Kaa chini, waombe msamaha, na kuliko kutumia hiki ambako tumeona hapa amekizungumza Bisai, mkuu wa kitengo cha michezo cha EFM, kwamba wao kama taasisi walimuita mfanyakazi wao, wakamwambia, wakamshauri, akaombe radhi, lakini Wilson Oruma akakataa, kwa maana ya kwamba yeye yuko tayari kwenda mahakamani, kwamba ana ushahidi. Unakuja kuona kichotumika hapo ni kibri, na kibri chenyewe inatokana na nini? Ni maneno ya marafiki, simu anazopokea, na baadhi ya maandiko na machapisho mengine anayoyaona kutoka kwa watu wengine. Hiko ndo kwa Kiswahili wanasema watu wanakujaza ujinga. Yaani unasikia wanasema hata mimi Yanga nao walinifungulia kesi hivyo, lakini hawalinipeleka wapi? Hata mimi walinifungulia hivyo, lakini walinipeleka wapi? Lakini ukiukweli hizi taasisi zikiamua kutumia nguvu yao, wanakuangamiza. Wanakuangamiza kwa maana ya kwamba sio kukuondolea uhai,
kwamba kama wamekutia kwenye mkono wa sheria lazima utakwenda na maji, kwa sababu na hata wakisema watumie nguvu, huna power ya kushindana na taasisi kubwa kama Simba, kama Yanga. So mwisho wa siku tunaona mpira wetu umekwenda mbali na umefika stage sasa ni kama vile kujenga uadui, kwa sababu nadhani kwa hiki ambako kinaendelea hapa leo tutasema mpira tayari unakuwa ni kama kujenga uadui kwenye sehemu moja. Sehemu yenyewe ambapo uadui utaanzia. Leo Wilson Oruma kwenye hiki kinachoendelea kati yake na Yanga, tayari yeye na Yanga ni maadui. Yanga kama taasisi imesimama kama logo, kama taasisi haina mtu mmoja na watu wengi, lakini Wilson Oruma ni mtu mmoja, lazima yeye ataichukia Yanga. Lakini ndani ya Yanga kuna watu wanampenda Wilson Oruma, huwezi kuchukiwa na watu wote. Kwa hiyo kuna chuki imeingia ikisababishwa na mpira. So mpira leo imefika stage kwamba baada ya kuwa furaha tumeenda kufika sehemu ya kuanza kupelekana jela. So itafika stage tutakuwa tukichambua hapa, inabidi uchunge herufi za maneno unayoyazungumza ili usiteketee. Lakini yote kwa yote nafikiri kama walishaji ama tuseme watu ambao mnakuwa na nafasi ya kusikilizwa na wapenzi, mashabiki na jamii kwa ujumla, ipo haja ya kurudi nyuma miaka kadhaa. Mbona walikuwepo baba zetu kama Tobias Kifaru, mzee wangu Masau Bwile, walikuwa wanazungumza, humuoni akiegemea kokote, akianza kuichambua Tobias Kifaru ukimuuliza kuhusu Mtibwa akianza kuielezea unapenda, yani ni burudani. Lakini leo hawa wachambuzi wamehama, unaona wanafanya sifa, sio burudani tena. Sasa hawaburudishi, ila wanafanya sifa na wanakera upande mwingine. Anafurahisha, yani anafanya sifa, anakera upande mmoja, anafurahisha upande wa pili, kitu ambacho sio kizuri, kinatugawa kwamba unawagawa mashabiki. Lakini burudani, mtu ambaye alikuwa anatengeneza burudani, utaona anawaleta wote. Kuna mtu atapenda unavyozungumza, kuna mtu atapenda unavyotoa zile records, tafiti na vitu tofauti tofauti. So nafikiri vitu kama hivyo. Mimi naitwa Rashid Kasim, bwana, hii ni Kanyenjere TV. Mimi nilikuja tu hapa kukupitisha kwenye hiki ambako EFM ambacho ni kituo cha radio ambacho wao wameamua kusimama na kutoa statement hiyo ambayo imezungumzwa na mkuu wa kitengo cha habari za michezo Abisai Stefan Junior, akielezea mambo kadha ambayo wamejaribu kumshauri mfanyakazi wao Wilson Junior Oruma, lakini akakataa kwamba hawezi kuomba radhi na anakwenda mahakamani, kwamba yuko tayari kwenda mahakamani. Lakini wao kama taasisi wameelezea vitu vingi, tumesema hapo na umemsikiliza. So mimi nikwambie tu, kama utakuwa hujasubscribe channel hii ufanye hivyo ili uwe wa kwanza sasa kupata exclusive interviews kama hizi. Lakini pia usichache kutoa ushauri, maoni pamoja na comment nyingine zozote ambazo kwako utakuwa unaona ziko sawa. So kwa sasa mpaka wakati mwingine.